Tumetangaza safari yetu ya kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba ambayo tutaifanyia katika hifadhi ya Ngorongoro siku ya tarehe 1 ya mwezi wa 8, na tutaondoka Dar es Salaam usiku wa tarehe 30. Safari moja kwa moja mpaka Arusha Karatu tutalala pale, na kesho yake tarehe 1 tutaelekea Ngorongoro kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba sanjari na uzinduzi wa jezi ya mnyama ya msimu huu. Sasa safari yetu maandalizi yanakwenda vizuri, tayari mpaka sasa hivi basi moja la Platinum, lile basi la Simba tayari limeshajaa watu takriban 58. Tumefunga ukurasa huo, tunachukua gari nyingine tena. Yeyote ambaye anahitaji tiketi ya shilingi 1000, nafasi bado zipo kwa ajili ya kuendelea kukusanya nauli za wanasimba. Lakini tunao nauli nyingine ya standard, hii ni ya shilingi 60,000, na kwenyewe tunaendelea kukusanya nauli za wanasimba, watu waende wakashuhudie tukio hili la kihistoria, lakini waende wakafanye utalii, lakini vile vile waende wakaenjoy Simba yao. Nauli ni shilingi 60,000. Sasa baada ya kutangaza nauli hiyo, mwitikio umekuwa ni mkubwa, lakini mwanasimba mwenzetu ambaye ni mfanyabiashara wa perfume kwa jina la Rhino Perfume, yeye akasema bana, mimi nataka niwalipie nauli wanasimba 10 waende wakashuhudia historia hii ya mnyama sanjari na kufanya utalii. Kwa hiyo tuko hapa hii leo kwa ajili ya kupokea nauli 10, nauli za wanasimba 10 ambao nitawachagua mimi. Nitawachagua mimi bwana fulani, nyie mmelipiwa nauli na Rhino Perfumes kwa ajili ya kwenda kuandika historia mpya ya Simba Sports Club, historia ya Ngorongoro, historia ya mnyama. Kwa ufupi ni kwamba mnyama anarejea nyumbani. Kwa hiyo nauli hii ya watu 10 tunakwenda kulipa kwenye usafiri, na kisha tunachagua watu 10 ambao watakwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Na watu 10 hawa ambao tutawalipia nauli hii, ambao wamepata udhamini kutoka sio kama wameomba, ni mwenyewe tu Rhino Perfume amewiwa, kwa sababu ni mdau wa michezo, ni mwanasimba na mfanya biashara. Akasema hebu wacha mimi niwachangie ama niwadhamini wanasimba wenzangu waende na wenyewe wakashuhudie tukio hili. Kwa hiyo watu 10 hawa itakuwa ni kile Kigoma cha King Faida. Yuko King Faida, yuko Juma, yuko Suma, wako kama 8 9 10 hivi. Kwa hapa tayari kwenye issue ya Kigoma tumeshakamilisha uhakika wa Faida kusafiri kwenda Ngorongoro kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba umeshafahamika. Kilichobaki tu ni logistics nyingine, atafute pakula na kulala, lakini nauli tayari tumeshapata mdhamini kutoka Rhino Perfumes. Na mwingine yeyote ambaye atawiwa kuwalipia nauli wana Simba, tunamkaribisha. Wapo na Simba wengi wenye dhamira na shauku ya kutaka kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba, lakini mifuko imelegalega, na sisi hatucheki na mtu. Nauli iko pale, kila mtu lazima atoe. Ni kutokana na ukubwa wa safari yenyewe, ni kutokana na umuhimu, lakini hii ni starehe, na starehe ni gharama. Kwa hiyo kila mtu lazima agharamikia, lakini vile vile hatujawaacha pweke mashabiki wetu, tunawapambania kuwapatia wadhamini. Kwa mfano hii nauli ya watu 10 tuliopewa ambao ni 600,000, tungeweza kufanya hivi, badala ya kuchukua watu 10 tuchukue watu 20, kwa maana ya kwamba kila mtu tumwekee shilingi 30,000 na yeye atoe shilingi 30,000. Kwa hiyo tuchukue watu 20, lakini hapana, hii acha iwe full nauli, kwa maana ya kwamba tusafirishe Kigoma, alafu tukipata wadhamini wengine
tutakuwa tunaivunja namna hiyo. Kwa mfano mtu akisema mimi nalipia watu wawili ambao ni 120,000. Sasa hao watu wawili sisi tuna divide inakuwa ni kwa watu 4. Kwa hiyo kila mtu baada ya kutoa 60,000 anatoa 30,000. Tunapambana kuhakikisha kwamba tunawafikia wale mashabiki wetu wenye uwezo wa kwenda wenye nia ya kwenda Ngorongoro, lakini mipango haijakaa sawa. Lakini niseme kwa yoyote mwana Simba ambaye anataka kuwachangia wana Simba wenzie, kuna watu wana hela kuna watu wana hela, hata hapa Rhino wakatoa ndogo nauli ya watu 10 ndogo kwa uwezo aliokuwa nao anatakiwa alipia hata basi zima ni 500,000 na laki ngapi tu hapo. Ana uwezo. Kwa hiyo yeyote ambaye anawiwa kutaka kuwalipia mashabiki wenzie wa Simba waende wakaandike historia hii, basi anakaribishwa. Mimi anitafute popote, tutakuja, tutapokea anachokitoa na tutamsaidia kutimiza malengo yake. Kama ni kujitangaza, kama ni jambo la kimya kimya, atachagua yeye, lakini atakuwa amesaidia wanasimba wenzie waende wakatimize malengo ya uzinduzi wa wiki ya Simba pamoja na uzinduzi wa jezi ya mnyama. Swali tafadhali. Kwenye kulala pale, ulisema hiyo siku wakifika hakuna kulala. Kuna kulala, lakini sasa kuna mkesha. Lakini mtu anaweza kawa amechoka, umeona. Lazima uchukue chumba ukifika Karatu kwa ajili ya kuweka mizigo yako. Hatutaki uje disco na begi mgongoni. Sijui unaelewa, unakuwa unatubana, tunashindwa kucheza. Tunacheza tumegusa begi lako. Au mwenyewe unacheza huku unaangalia hawajagusa begi langu. Sasa hatutaki shida namna hiyo. Pamoja na kwamba hatutalala Karatu, lakini kila mtu lazima achukue chumba, aweke mizigo yake pale. Anakuja yeye na fedha zake tu, tunakuja kutumia na kuitafuta asubuhi siku hiyo. Kwa hiyo ukimaliza hapo unarudi chumbani kwako, unakwenda unaoga, unavaa nguo za kitalii Ngorongoro, tunakwenda zetu Shimoni, tunakwenda kufanya utalii pale. Watu waiona sio wanasema tunapiga tu maneno. Sio kusema ni maneno na Rhino mjanja akachange book 55. Fanya biashara wana akili. Asije kwambia mtu bana yule ana hela lakini hana akili. Hela iendaki kwa mtu mjinga. Sababu zingekuwa 10,000 zingekuwa 60. Shingapi hizi mama? 600,000. 600,000. Okay. Ndio. Hapa manake King Faida na ngoma zake na Mama Boko anaingia hapa. Mama Boko Machobwedo kanipigia simu tangu juzi. Sipokei. Akatuma message. Ngorongoro nimo. Sasa kwa hii hapa hii Mama Boko naye yumo safarini. Hapa Mama Boko uhakika wa safari anao. Ameshapenya sababu wala kina Faida hapo kama 8-9 hivi. Wakichomeka na Mama Boko hapo 60,000 imekamilika vizuri kabisa. Bana mimi nakushukuru sana. Ni mkurugenzi au meneja? Hapana, ni meneja. Sisi kama Rhino Perfume kwa kweli tunawaasa mashabiki wa Simba wajitokeze kwa wingi kuja kununua perfume zetu. Tumesikia Ngorongoro wale Simba tusiwasogelee, lakini wanaweza wakasikia namna Simba wa duniani tunavonukia. Kwa hiyo tunapatikana Tabata, tunapatikana pia Mwananyamala. Ni wauzaji wa perfume kutoka mataifa mbalimbali. Hivyo mashabiki wa Simba kwa namna ambavyo tumewasupport mashabiki 10, tutaendelea kusupport. Tunaomba mjitokeze kwa wingi kununua perfume zetu, mnukie vizuri. Kwa hiyo yani tupake perfume tukamlingishie Simba wa Ngorongoro. Kabisa, mkamlingishie. Tuoneshe kwamba sisi ni Simba wa duniani. Ambao hatuishi porini, tunavaa, tunapendeza, lakini pia tunanukia vizuri. Najaribu kuwaza ukinukia mbele ya Simba nini kitatokea? Sasa yule hawezi kukung'ata. Yani atakuwa tu ni kama unamdevela fulani hivi. Okay. Yani anakuwa tu anasikia ile harufu nzuri kutoka Rhino Perfume. Kwamba kuna taifa hapa la Ufaransa, huyu mtu amepaka kitu kutoka Ufaransa. Amepaka kitu kutoka Uturuki. Kwa hiyo anakuwa anasikia yani hawa watu kwa kweli. Simba mwenyewe anakuwa anakuheshimu. Na perfume ni muhimu kwa sababu unajua kwenye mabasi ambayo tutakuwa tumepanda tutakuwa tunacheza muziki. Kabisa. Tukae kinyonge sisi hatuendi kuzika.
tutakuwa tunaruka. Sasa kuna wakati hali ya hewa inabadilika sana. Kwa hiyo ikibadilika pale ndo unachukua perfume yako kutoka Rhino na ambapo tunapatikana Tabata. So fungua madirisha ya Asante Rabi hayafunguliwi. Ni full kiyoyozi. Waandishi mnacheka na hamna uhakika wa kwenda Ngorongoro. Na waonea huruma. Nyinyi jambo lenu si nimewambia liko chini ofisi ya rais ambaye ndo mimi mpaka sasa hivi sina mpango wenu. Msiogope lakini mtaangalia kwenye TV. Kwa hiyo kwenye basi lile hakuna kufungua vioo. Sasa kwenye TV tuangalie kwenye TV tena. Hakuna kufungua vioo. Full kiyoyozi. Sasa kwa kuwa tutakuwa tumeshacheza sana muziki, ngoma, Faida kashapiga sana magoma yake. Shapiga sana Embedodo. Shapiga sana Nauza Nyumba Yangu. Ashapiga magoma makali. Tuna break kidogo. Unachukua zako perfume kutoka Rhino. Unajinyunyiza. Upate kama aka. Chwa. Alafu mnafunga, mnaendelea tena kula muziki. Gari inanukia uturi. Siku hiyo tegemeo letu baba ni wewe. Mnahamia kwenda Ngorongoro ni unyama Latifa. Unajua tiba ikoje? Tutashamaliza uzinduzi wa wiki ya Simba. Tunakusudia mpaka kwenye saa 8 hivi tutashamaliza kila kitu au saa 7. Tunaanza kupiga misele kule chini Kreta kwa ajili ya kushangaa sasa wanyama. Itakuwa ukikosa hii safari utakuwa umekosa kitu cha maana sana. Sababu kawaida wewe huwezi kwenda Ngorongoro. Moyo huo huna. Sisi tunakupeleka Ngorongoro kwa shilingi 60,000. Wewe uone maajabu. Ni ghali sana. Sio ghali, lakini sa muda, commitment, ufunge safari hapa mpaka Karatu, Ngorongoro. Umeona, kusema uko gari ya kitalii lazima utapasuka kidogo. Kiingilio ni bei rahisi sana. Kiingilio cha Ngorongoro ni shilingi 11,800. Kuingiza gari Ngorongoro fee yake ni shilingi 11,800 ile kwa Mtanzania, lakini kwa wewe Mburundi una bei yako ya mkasi. Sijui umeelewa Sasa huo muda wewe unaupata wapi? Unakimbizana kuojojo wa kina Kisugu, huwezi kupata muda wa kwenda kuoji inaruhusiwa Ngorongoro. Unafanya mahojiano vizuri tu na internet ipo. Mtafanya kazi yenu vizuri kabisa. Msiwe na wasiwasi. Hamtoenda lakini mtafanya kazi yenu vizuri. Mnafanya mahojiano na wanyamapori. Unaweza kumuoji tembo. Tembo unazungumzaje uzinduzi wa wiki ya Simba? Tembo anazungumza pale. Unamuoji fisi, unamuoji faru mweupe. Kuna faru mweupe kama Rushaini anapatikana Ngorongoro. Yani ni mambo makubwa yanapatikana. Meneja nisikuchoshe bana. Nashukuru sana bana Rhino Perfumes kwa msaada wenu huu. Unaweza ukautazama kwa jicho dogo, lakini sisi Simba Sports Club tunautazama mchango huu kwa jicho kubwa kweli. Watu 10 hawa ambao umetusaidia kutusafirishia kwenda Ngorongoro ni msaada mkubwa kweli. Tulitamani Simba kuifanya safari hii kwa bure, lakini kutokana na gharama, lakini vile udhibiti, maana tungeka bure ingekuwa kitimtim hapa. Kwa hiyo tukalazimika kuweka kiingilio ili kuweka udhibiti wa jambo liende kwa hadhi yake. Ngorongoro ni hifadhi yenye hadhi kubwa. Kwa hiyo uratibu wa jambo lake lazima liwe la kihadhi. Kwa hiyo kwa watu 10 hawa ambao umetusaidia kuwasafirisha, kusema kweli umefanya jambo kubwa, jambo la busara, jambo la kuigwa na jambo la kukumbukwa kweli. Na mimi nifikishie salamu kwa mkurugenzi mwenyewe Mr. Rhino ya kwamba aendelee kutoa nauli nyingine. Hii ya watu 10 tumepokea, lakini tunahitaji nyingine tena. Kuna watu wetu ambao tunatamani kuwa nao Ngorongoro, lakini mipango yao ni ya pecha lolo. Tunawapambania sisi kama klabu kuhakikisha kwamba watu hawa na wenyewe wanakwenda Ngorongoro, wanatimiza azma yao ya kwenda Ngorongoro. Kwa hiyo asante sana meneja, Mungu awabariki na awafungulie milango ya riziki, mambo ya bulbul. Kabisa. Amina. Sisi kama
Rhino Perfume ambao tunauza hizi perfume kutoka mataifa mbalimbali. Kwa kweli tumepokea hizo shukrani na nitazungumza na mkurugenzi kuangalia, ndio maana tunawaasa mashabiki wa Simba kujitokeza kununua perfume kutoka kwetu, perfume nzuri, ili tuzidi kuwa tunaweza kusupport kama ambavyo tumewashika mkono safari hii na tunaomba pia na wao waweze kutushika mkono. Kwa hiyo karibuni sana Rhino Perfume. Asante sana. Basi nashukuru sana. Ndio. Unaweza kutujalia sifa za mchezaji ambaye mnamtambulisha ndani? Ya leo saa 7 kamili mchana tunashusha mashine nyingine. Hiyo ni mashine ya hatari. Huyu sio yule wa watu kutembea kwa rivers. Hii ni mashine ya maana pana utaiba. Hii ni mashine ya hatari ambapo punde tu baada ya kumtambulisha mchana wa saa 7, punde tu baada ya kumtambulisha, yani ikishafika saa 7 na dakika 1, yani baada tu ya kumweka hadharani, watu wote hasa wanaume nywele zao zitanyonyoka na kubaki vipara. Ni mali ya hatari kweli kweli. Ni mchezaji wa daraja la juu kweli kweli. Ni mchezaji wa kiwango kikubwa sana. Ujio wake anakwenda kushtua. Kuna nerve system huko ambayo ndo inahusika kwenye kuotesha nywele. Sasa hiyo nerve system ndio ambayo itashtuka. Ikishashtuka itaunguza nywele na watu kubaki vipara. Leo saa 7 kamili mchana watu wataota vipara kwenye vichwa vyao, hasa wanamume. Nyinyi fanyeni utafiti, saa 7 kamili mchana watu watapata vipara. Okay, kistuka tu umekwenda na maji. Lakini iko njia ya kuzuia. Yes. Wakati tunamtambulisha, yani kishafika saa 6 na dakika 59, chukua barafu, weka hapa katikati ya utosi. Alafu ndio angalia usajili wetu. Ukifanya hivyo utabaki salama. Chungulia Simba hapo, huku umeweka barafu kabisa, barafu hapo utakuwa umesalimika. Lakini ukichungulia kichwa ama ukaangalia kichwa kwenye Simba hapo, unanyonyoka nywele zote, unabaki kipara. Na baada ya huyu kuna wengine pia ambao watakuja na sifa za tofauti. Yuko. Kuna mashine kama 3 hivi kwa Dar es Salaam. Nyinyi ndio mmetambulisha wazao wachache kuliko kiongozi kwa Dar es Salaam. Nadhani mpaka sasa hivi nyinyi ndio mmetambulisha wachezaji wachache 3. Kuna ambao watambulisha 5, kuna ambao watambulisha 8. Sisi tulisema wazi usajili wetu msimu huu hautakuwa wa wachezaji wengi, kwa sababu of course tuna timu nzuri, timu bora. Kwa hiyo tunafanya maboresho tu kidogo hapo kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye timu yetu, na baada hapo tuende tukapambane kwenye mashindano ambayo yako mbele yetu. Kwa hiyo hatutakuwa na usajili mkubwa sana kwa maana ya watu wengi, hapana. Ni sehemu chache tu bana. Weka hapo Nathaniel Chilambo kwa ajili ya saidiane na Duchu na Kapombe. Okay, weka hapo Kelvin Nation amsaidie Kagoma. Muone, sogea hapo juu kidogo, chukua Bakari Msimu asaidiane na mafundi wenzie pale mbele. Kwa hiyo ni wachezaji wachache mno ambao wanakuja kufit in kwenye maeneo. Angalia usajili wa mtani ili mjue mnabaki na goalkeeper wenu ama mnaleta mtu mwingine. Kwamba mnaangalia usajili wa mtani vyuma anavyovishusha. Kwenye eneo la goalkeeping wala hatufanyi usajili wote. Tayari yuko pale Kasari, yuko na Abel Hussein na bana mdogo Alexander. Tunaendelea kupambana mlinda mlango wetu Yakub Ali Suleiman apone arejee kwenye majukumu yake. Sisi kwenye eneo la goalkeeping hatupagusi. Tunagusa tu maeneo mengine hapo. Kwa hata mhofiwa atamsajili nani? Hata msajili nani kaka? Hatuna mashaka hata kidogo. Anasema tumalizane jamani, nataka niwahi nikaswalishe swala la Selemani Mwalimu lilipofikia. Kwani limeanzia wapi? Ilianzia baada ya yeye kumtambulisha kwamba ameongeza mkataba mmoja wa mwaka mmoja wa mkopo, alafu wao Wydad wakaja wakakanusha, wakasema hawatambui makubaliano ya mkopo wala uhamisho. Taarifa yao walitoa kwa lugha gani? Ya Kiarabu. Nyinyi mnaelewa Kiarabu? Lugha ya Arabi. Wamesema na lugha ya Arabi. Kwa kunukuu kama jada alivyosema. Mimi niliwatafsiria. Wamesema wewe unafikiri Kiarabu ni Kisambaa? Sasa mimi sinajua lugha zote.
Wabongo wote hawajaelewa kilichoandikwa kwenye ile taarifa ya Wydad kwa sababu ni Kiarabu, wengi wamebabaisha tu. Sasa mimi nimewatafsiria. Sasa wewe ndio wakuaminika na umevaa sweta la kijani. Ndo tukuamini wewe. Kipi sasa ambacho sahihi kiliandikwa pale? Mimi mwenyewe sijui wameandika Kiarabu. Sasa ndo nimekubobishia kidogo hapo. Wewe sasa wewe unakosa sifa ya kuaminika. Hatuwezi, yani wewe huwezi kuwa source wa kuaminika wa kutafsiri taarifa ya Wydad. Kweli? Wewe mtu wa Lushoto utafsiri Kiarabu where and where. Na Toso wa Lushoto bado akavaa na sweta la kijani. Mchana wa jua kali uona sweta. Litunze hilo utavaa Ngorongoro. Litakusaidia. Kumbe naenda. Kimsingi ni kwamba sisi tulifanya mazungumzo yote ya msingi ya kumchukua Selemani Mwalimu kwa maana ya kumuomba tena kwa mkopo, na wakatukubalia, wakatupa terms zao tukazikubali. Kilichobaki ikawa ni utekelezaji. Tukazungumza na mchezaji mwenyewe na yeye akatupa terms zake tukamkubalia, na baada hapo kila kitu kikawa kiko on set. Bahati mbaya ni kwamba Wydad imefanya mabadiliko ya kiuongozi hasa katika nafasi ya juu. Aliyekuja hakutambua yale mazungumzo ambayo watangulizi wake waliyafanya na Simba Sports Club, na hii ni kawaida hasa kwa structure ya kiutawala ama tabia za Kiafrika. Anakuja kiongozi hatambui kile ambacho kimefanyika na mtangulizi wake. Hiyo ipo kwenye serikali za Kiafrika, hiyo ipo kwenye serikali za kimpira, na ndio maana haishangazi kuona kila kiongozi anayekuja madarakani anakuja na mpango wake, na mpango ulioachwa na mtangulizi wake anakuwa hautambui ama haufatishi. Ndicho ambacho kimetokea kwa Wydad Casablanca. Amekuja kiongozi mpya madarakani, hatambui mazungumzo ama makubaliano ambaye mtangulizi wake ameyapata, na kwa mantiki hiyo yeye anataka mchezaji arudi kwenye klabu yake, mpango mingine iendelee, na kwamba hatambui mazungumzo ambayo tayari yameshafanyika. Jukumu letu kama Simba Sports Club kwanza ni kuwasiliana na huyo kiongozi mpya ambaye ameingia madarakani, kumwelezea wapi tulikoanzia, wapi tulipo na wapi tunapoelekea, tukimpa na ushahidi wa mawasiliano ambayo tulifanya sisi na viongozi wenzie wa klabu hiyo wa zamani. Baada hapo tutamsikiliza. Kama atahitaji kufungua ukurasa mpya wa mazungumzo, tuko tayari. Kama atakuwa tayari kuendelea na mazungumzo ambayo wenzake walishafanya, tutakuwa tayari. Na kama atakuwa tayari kuvunja kabisa kila kitu na kumchukua mchezaji wao, na vile vile tuko tayari. Ni mchezaji wao, wana haki naye, wana mkataba naye, na sisi tulimuomba kwa mkopo. Kwa hiyo tuna option ya kukubaliwa na kukataliwa. Wakikubali kutupa kwa mkopo, kwetu itakuwa ni faida kubwa sana, kwa sababu tayari tumeshatengeneza mipango kwa ajili ya Selemani Mwalimu. Wakikataa, basi tutaangalia option nyingine iliyokuwa bora zaidi. Na mmeshaanza mazungumzo nao, na kwa mfano itatokea hawajakubali, muda unazidi kuyoyoma, na mimi mtapata mbadala wake mapema. Sasa msiniharibie shughuli yangu, nimekuja kupokea hela hapa ya kwenda kuwalipia wana Simba kwenda zao Ngorongoro. Sasa kama una maswali yenu nitafute kwenye ofisi yangu.